inasema kwamba kila mtu anatakiwa kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu na kuitii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria zake. Lakini hawa wenzetu wao bila kufahamu kwamba hii ni jamhuri au kuheshimu kwamba kutambua kwamba hii ni jamhuri, wameamua kukiuka kwa wazi kabisa katiba ya jamhuri ya nchi yetu na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa, wakisahau kwamba ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kabisa. Sasa kwa kuwa hawa watu, nadhani hata huyu anajiita mwanasheria hata sheria hazijui, itabidi nisome ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza. Kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anaye haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu na matokeo ya kila mtu kutekeleza wajibu wake kwa jamii kama zilivyofafanua katika ibara ya 12 hadi 28 za sehemu hii ya sura hii ya katiba. Ibara ndogo ya pili katika 29, kila mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaye haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ile ya 5 inasema hivi: ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Katiba inasema kwamba lazima uheshimu haki ambazo zimehakikishwa na kutolewa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni haki ya kufanya siasa. Haki, ibara ya 20 inatoa haki ya watu kuweza kujumuika na kuunda vyama na kuweza kutoa maoni yao na itikadi zao. Sasa ambacho kimefanyika ikawa ni kwamba ni kinyume cha katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na wameamua kutumia mabavu. Kwa hiyo hakuna sheria ambayo Katambi au mwingine anatumia isipokuwa ni mabavu. Sasa ikatokea kwamba kuna wanaharakati na Watanzania ambao wanatumia haki zao za katiba, wakasema kwamba wanataka kuandaa maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Chadema haikuwa inashiriki kwa namna yote ile katika maandamano hayo, na ilisema wazi kabisa kwamba katika mikutano ile bado tukifanya katiba mpya na Free Tundu Lissu, tusema siku ya maandamano ambayo itaishwa na chama itatajwa. Lakini Chadema haiwezi kumzuia Mtanzania asitumie haki yake ya kikatiba ya kuweza kuandamana. Kama watu wanaandaa maandamano, acha waandamane. Madhari hawatumii mabavu, hawatafanya vurugu zozote zile. Sasa imetokea kwamba baada ya yale maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo ilitakiwa yafanyike, hayakufanyika, lakini Watanzania waliandamana kwa ukao wote nyumbani. Nchi yote ilikuwa imefungwa kwamba Watanzania hawakutoka kwenye nyumba zao, shughuli za biashara za kila kitu, hata ile sheria za 7 zilikwama. Kwa hiyo kulikuwa na namna nyingine ya kuandamana. Wanasema kuna njia nyingi za kuua mbwa. Unaweza ukamkaba, unaweza ukamnyonga, unaweza ukamnyima chakula, unaweza kumpiga sindano, unaweza kumlisha sumu. Watanzania waliamua kwamba wao wasitoke nje. Kwa hiyo ilikuwa namna ya kuweza kuonyesha kwamba hawaridhishwi na mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu, kwamba madhari ya watu wanatumia mabavu. Hata ile njia halali kabisa ya watu kuweza kutoa maoni yao, maandamano ni njia halali kabisa. Martin Luther King Jr. kule Marekani alikuwa wanaandamana. Mahatma Gandhi alikuwa wanaandamana, na hata hapa Tanzania watu walikuwa wakiandamana siku zote za nyuma. Afrika Kusini Desmond Tutu na nani, watu wamekuwa wakiandamana. Ufaransa tunawafahamu kabisa, wao ni wataalamu wa kuandamana, wanaandamana vibaya. Tena wakati mwingine maandamano yao huwa ni ya vurugu, lakini nafahamika hiyo ni haki ya kawaida kabisa, na inatambuliwa na ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hasa katika ile hali imekutikana kwamba wameshikwa viongozi na wanachama wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunaambiwa juzi na msemaji wa jeshi la polisi anasema kwamba kuna watu 133 wameshikwa, na sasa hadi sasa kuna watu kama 61 ambao wamefunguliwa mashtaka, na haya yamewakumba watu wetu 61 ambao wamefunguliwa mashtaka kule Shinyanga. Tuna watu 17, mwingine anategemea pengine atafunguliwa mashtaka leo. Kuna wengine kule Mwanza 23 wamefunguliwa mashtaka. Hayo yote ni ya nini? Ni ya ugaidi. Kule Iringa wako 4 ugaidi. Mbeya wako 4 ni ugaidi. Dar es Salaam leo wamefunguliwa wale Pendo Kileo na wenzake wawili wamefunguliwa mashtaka tena ya ugaidi kule katika mahakama ya Kinondoni. Kuna kiongozi wetu alikuwa amefunguliwa na kufungwa kule Kahama. Baada tunashukuru leo Mungu Mwenyezi wa milele amesaidia kwamba hakimu katika rufaa yake imeweza kusikilizwa na uamuzi umetoka kwamba ameshinda ile rufaa yake ile Daskora. Tunashukuru. Sasa ambacho kimeonekana ambacho na Chadema ambacho haikubaliani nacho
ni kugeuza shughuli halali za kisiasa za watu kukusanyika, watu kukutana na kupeana maoni, kuifanya kuwa ni ugaidi. Hii ni hatari kwamba kama tunafanya shughuli halali za kisiasa, tunajinaisha shughuli halali za kisiasa, tunaipeleka nchi yetu mahali pabaya sana. Haki ya kufanya siasa ni haki ya kikatiba. Ndivyo ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza inavyosema, ndivyo ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili zinavyosema, ndivyo ambavyo ibara ya 18 inavyosema, na hizo hata ibara ya 26 ibara ya 29 zinavyosema kwamba watu wana haki ya kufanya siasa. Sasa kama tunafanya watu kwa kufanya siasa kwa kuwa na mtazamo tofauti, kwamba watu wanapanga kuandamana, unageuza kwamba hiyo wanapanga ugaidi. Hii ni hatari sana. Ni hatari sana, kwamba manake hatuitaki nchi yetu mambo mema. Shughuli halali kabisa ya kisiasa unaigeuza, unaipatia jina tofauti, unaita kwamba ni jinai. Hasa mwisho wa siku tutakaaje katika nchi yetu hii? Je, sisi ni watu huru? Maana ibara ya 15 ya katiba ya nchi yetu nasema kwamba watu wote wanatakiwa kuwa huru. Hasa kama tunageuza watu ambao walikuwa huru, wanageuza kuwa watwana na kuwa watumwa katika nchi yao, hii ni hatari. Hasa tumekaa kama wanasheria wa chama, tumezipitia hati hizi mbalimbali. Ukiangalia kama hapa kwa mfano, ninayo hati ya kesi ya kule Mbeya ambayo inamhusu Noah Mwarwange, Wamaka Mboka, Rogers Mpwani, Agustino Wasinyo. Hii inawaambia kwamba wao wametenda nini? Wametenda ugaidi, kwamba katika eneo la kule Mafiati katika walipanga kwa pamoja kutenda vitendo vya kigaidi, ikiwa pamoja na kuwashauri watu na kuwashawishi watu katika eneo la Mafiati kutenda vitendo vya kigaidi, ikiwa ni pamoja na ikijumuisha na kuharibu mali, na kwa maana hiyo na kutaka kuwatisha wananchi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Tuna nyingine tena, huyu anaitwa Jasiri Robert Masumbi, na yenyewe ni ya Mbeya. Yenyewe vile vile nasema kwamba alikuwa na lengo la kuwashambulia polisi la kule Mbeya na kusababisha vifo na kuwaumiza. Kuna kule Mwanza tunao kesi inamhusu, hii ni kesi namba 16379 ya mwaka 2026, kesi ya uchumi. Hii inamhusu Alfax Sadi Bundara Nyamwaga, Fanson Wilson Mpango, Abeli Maruta Mwesa, Hassan Mohamed Saidi, Emmanuel Anthony Wambura, Adamu Robert Idi, Damas Bebwa Sadok, Petro Matias Mabura, Abdul Amani Kagwidi, David Mashaka Maendeka, Filipo Mayingu Masatu, Edward Peter Mikindo, Emmanuel Joseph Doto. Hao 12 wanashtakiwa kwamba walitaka kuharibu mali, walishika katika mikutano kwa malengo tena matendo ya kigaidi, na kuharibu na kutaka kuchoma mali za watu binafsi na za serikali. Hiyo tarehe 7 mwezi wa 7. Haya, mwingine huko tena Iringa, au anaitwa Akudi Aknai Korai, Abdi Daudi Mwaisoba, Ambi Daudi Mwaisoba, Edman Beatu Sambara wameshtakiwa na kesi ya kiuchumi. Ngoro Mwebi Charles Yoyo, hao wote wanaambiwa kwamba walitaka katika maeneo huko Shinyanga kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 katika maeneo mbali ya Shinyanga walikula njama ya kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa pamoja na kuwa na maandamano haramu. Kwa hiyo wakitaka kutishia usalama wa nchi yetu. Vile vile hawa tena Edwin Ongito, hiyo ni kesi, hawa 16504, Ongito, Jabari Abdul Sharifu, Sengiyumba Sadiki, Boniface Queen Kasuruba, Hussein Marijani Hamidu, Mohamed Shabani Mkimani, Mwinyi Salomu Kuliengana,
Omari Ali Ng'aniga, Maulidi Ramadhani. Hao wanasema kwamba kuanzia kati ya tarehe 26 Juni mwaka 2026 hadi tarehe 7 Julai katika maeneo mbalimbali kule Shinyanga walikuwa na lengo, walikuwa njama za kutaka kutenda matendo ya kigaidi. Ikiwa ni nini? Ugaidi wao ni nini? Maandamano haramu. Tukaenda kule Mwanza, kuna kesi ya kiuchumi namba 16375 dhidi ya Deus Elias Masalago, Mohamed Saidi Tosha, Fabian Bernard Nguvumali, Samuel Kayange Mtani, Samuel Ngaji Kobel, Julius Mwita Makonga, Fanuel John Lutana, Filipo Juma Kulwa, Filipo Ntembeji Shipuruko, Hamisi Masanja Mnyimvua. Hawa wanaambiwa kwamba wataka kutenda matendo ya nini? Ya kigaidi huko Mwanza katika eneo katika kuanzia tarehe 4 kati ya tarehe 4 na tarehe 7 katika sehemu ya Nyamagana. Walikutaka kushiriki mikutano wakijua kama mikutano hiyo ina lengo la kufanya nini? Mambo ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na nini? Na kuchoma moto mali za watu binafsi na za serikali. Sasa na ya mwisho hii hapa ilikuwa inahusu Jackson Venant Kabiesereza. Hii ni kule Shinyanga, ni kesi namba 16503 ya mwaka 2026, kesi ya kiuchumi ambayo sema kwamba huko Shinyanga kati ya tarehe 15 Juni na tarehe 2 mwezi wa 7 wao walikula njama za kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na kufanya nini? Kuwachochea wananchi kufanya matendo haramu ya kuandamana. Sasa hiyo ndio hali tulionayo, kwamba unakuwa na watu ambao wana haki kabisa ya kikatiba ya kushiriki maandamano au kutoa maoni yao. Mwisho wa siku unaamua kuigeuza kwamba sasa sio haki tena, bali ni jinai. Umetenda matendo ya nini? Ya ugaidi. Sasa hii kwa kweli inafanya kwamba mtu aanze kusema kwamba sasa, je, nchi yetu inaamini katika utawala wa sheria? Na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inamtaka kwamba kwanza licha kuanzisha ofisi yake inataka kwamba afanye kazi zake mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa ibara ndogo ya pili yaweza kutekelezwa na yeye mwenyewe au kwa maelekezo yake na maafisa waliopo chini yake au wengineo wanaotekeleza kazi hizo kwa maelekezo yake. Katika 4 sasa, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yeyote, na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na C, maslahi ya umma. Sasa katika hali kama hii hapa, zote hizi kesi unakuta kwamba zina vibali vya mkurugenzi mkuu wa taifa wa mashtaka. Sasa ni kweli kwamba tumefika hapa kweli kwamba hizi kesi ambazo mtu anatekeleza tu haki yake ya kikatiba inageuzwa inakuwa ni jinai? Tunaitakia mema nchi yetu? Tunaheshimu utawala wa sheria? Haya ni masuala ambayo kama Watanzania lazima tujiulize. Je, mtu kutoa maoni yake au kukutana na wenzake imegeuka kuwa ni tendo la ugaidi? Chadema haiungi mkono ugaidi kwa namna yote, na Chadema inaamini katika matumizi ya njia za amani za nini? Kufikisha ujumbe wake. Na ndivyo ambavyo katiba hii inavyosema, ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na ndivyo sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 19 kinavyosema. Na sisi tunakiamini moja kwa moja. Lakini unapogeuza shughuli halali ambayo katiba inaruhusu ukaita jinai, kwa hakika unakuwa watendei haki wa Tanzania. Sasa kama mawakili tumekaa chini na kufikiria cha kufanya, tutakuwa na majibu sahihi na hatua sahihi za kisheria dhidi ya vitu kama hivi. Hatuwezi tukawaacha watu wakateseka, wakafunguliwa kesi
za jinai, watu wakasota mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, wakiwa wanapambana na kesi za namna hii. Alafu tunasema tuache tu mkondo wa sheria nini? Tuache sheria ichukue mkondo wake. Si haki. Kama unafungua mashtaka ambayo yanaonekana kwamba yana chuki au yanalenga kukomoa, kama chama na sisi kama mawakili ambao ni watumishi wa mahakama, lazima hatua stahiki zichukuliwe. Hatuwezi tukaacha hivi. Tumevumilia sana. Mwenyekiti amefunguliwa kesi, ametumia kila aina ya mbinu za kisheria za mahakamani, kwamba kesi imekuja, pambana nayo mahakamani hivyo hivyo. Sawa. Lakini kuna haja ya kuangalia ukatiba wa vitu hivi. Kuna haja ya kuangalia ukatiba wa vitu hivi, ili mahakama yetu na yenyewe iingie kwenye rekodi kwamba katika wakati kama huu ilichukua hatua gani au ilitoa tafsiri gani kuhusiana na mambo haya ambayo kwa kweli tunaona kwamba si sawa sawa. Kama nilivyosema, Chadema katu kamwe haitaunga mkono matumizi ya nguvu, haitaunga mkono matumizi ya kuharibu mali za watu, lakini katu kamwe haitakubali kuona kile ambacho ni haki ya msingi ya Mtanzania ambayo katiba inaitambua. Agano la kimataifa la haki za kiraia na za kibinadamu linasema, ICCPR inatamka, na Tanzania tumeridhia na kuwa sehemu ya hiyo tamko. Kwa mfano, katika ibara, kama mkitaka kuangalia ibara ya 9 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema, ibara ya 9 inavyosema hivi: lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za ujamaa na kujitegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kuwa au F, kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za Tangazo la Dunia kuhusu haki za binadamu. Katiba yetu inalitambua na imelipokea tamko la dunia kuhusu haki za nini, za binadamu, la mwaka 1948.